Patrick Nyembera. Pato, habari za jioni. Salama kabisa. Usiku. Lakini kwa Marekani jioni. Siki World Cup. Sasa hivi hatuendi kupumzika, tunaenda kuangalia. Tumeenda kukesha mechi 104, sasa hivi zishapungua. Tulikuwa tuna kama 75. Kama 85 kabisa. Sawa, tumemaliza msimu wa NBC Premier League 2025-26. Dakika za jioni Young Africans amekuwa bingwa kwenye michuano hii akipata ushindi hapa dhidi ya JKT. Kwa tathmini yako fupi tu nataka uniambie ulikuwa ni msimu wa namna gani? Nishukuru kwanza kwa fursa hii, na mara nyingi mimi usoongeaji. Mimi sio mchambuzi, unajua. Mimi huwa nauliza maswali kama wewe. Lakini kwa kuwa ligi imekwisha, naweza nikachangia machache kutoka na hicho niuliza. Kwa kwanza kabisa labda naweza nikatumia experience yangu ya kukaa studio kuanzia mwanzo wa ligi mpaka kuja kumalizia ligi. Na leo nimekuja kumalizia ligi katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel, ambapo Yanga wameweza kuchukua ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo. Tathmini inaweza kama imegusa na maeneo tofauti, kwa maana ya kwamba kuibuka kwa wachezaji ambao wamefanya vyema kupitia kipindi cha dirisha dogo, lakini vile kuwa na disappointment kwa baadhi ya vilabu kwa wachezaji ambao waliwasajili dirisha kubwa, yani kwa maana ya kwanza msimu ulivyoanza, na kingine ratiba ya ligi jinsi ilivyokuwa. Nafahamu kila mtu alifahamu kutokana na changamoto zilizokuwepo, michuano mbalimbali, michuano ya kimataifa, kwa tunakuta kwamba wachezaji wamejikuta wakicheza back to back kwa muda mrefu. Kwa hiyo inaweza ikakupa picha halisi. Zipo timu ambazo zina uwezo wa kusafiri kwa ndege kutoka sehemu moja hadi nyingine, lakini zipo timu ambazo zinasafiri kwa basi ambalo sio Iriza wala sio Marco Polo, yani ni Costa hadi Costa kwenda sehemu nyingine. Sasa ukiweza kufanya mchanganuo huo, recovery na nini, inaweza kukupa jawabu kwamba ligi ilikuwa na changamoto katika baadhi ya maeneo, licha ya kwamba bodi ya ligi ilijitahidi kwa kiasi chake kuweza kuhakikisha kwamba ratiba zinaendana na uhalisia wa kile kinachotokea. Lakini ukiniuliza kile ambacho nimekiona na ambacho nadhani labda sikuvutiwa nacho sana ni eneo kubwa la uamuzi. Kumekuwa kuna makosa mengi sana, makosa ya kibinadamu yanaitwa hayo, yani imeshakuwa mazoea ya kosa kibinadamu, na nadhani imefikia wakati sasa kama TFF watakuwa wamekiona hiki na bodi ya ligi wamekiona hiki, ili kuweza kuboresha ligi yetu ambayo ni namba 5 kwa ubora, waweze kuangalia adhabu gani zinafaa. Umeelewa? Kwa sababu sidhani kama adhabu ya mechi 5 inaweza ikawa jawabu. Mimi nadhani kwamba kama refarii anafanya hayo makosa na yanathibitika, basi mtemshe daraja, sio championship, mpeleke chini ya championship. Umeelewa? Kwa maana kwamba hata championship ina changamoto hizo ambazo zipo, ili waweze sasa kujifunza na wale wengine ambao wapo. Na naamini kwamba changamoto hii inaweza ikaondoka kama watatengenezwa, chama cha waamuzi kitatengeneza waamuzi wengine ambao watakuwa na uwezo wa hicho kilichofanyika. Lakini siwezi nikawa najinyima, wanasema raha jipe mwenyewe, na wakati mwingine usingojee kufariki ili usifiwe. Azam TV imeweza kuboresha kwa kiasi kikubwa jinsi ambavyo imerusha matangazo kwa msimu huu, tofauti na misimu mingine. Tumeweza kuona licha changamoto ya viwanja kumradhi ambapo jitokeza, wameweza kwenda au kufika katika maeneo tofauti na kuonyesha kumradhi tena kuonyesha ligi hii kwa undani. Lakini nisiache kusifia online medias na wengine ambao wamekuwa wakifika, wakifanya interview, wakikosoa na wakati mwingine wakigundua vile vitu ambavyo vimeweza kuboresha ligi yetu. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa moja ya ligi bora. Matatizo yalikuwa machache. Yani siwezi kusubiri ligi inayokuja, hasa kutokana na muda mfupi ambao tunao, kwa maana ya kwamba kuna break, tunaenda Sekafa ndani ya mwezi wa 7. Kutoka Sekafa na maana tayari timu zimeshaanza maandalizi ya ligi, kwa sababu ligi inaanza mwezi wa 8. Kwa maana hiyo ni muda mfupi, usajili na vyote vile ambavyo vinapaswa kufanyika ili kuweza kuiboresha ligi. Kwa muda mrefu upo kwenye tasnia hii ya uandishi wa habari. Matukio mengi ya kufurahisha, ya kuhuzunisha yamewahi kutokea. Nataka uniambie namna ambavyo